Ujambo watazamaji na pia wasikilizaji wetu wote mahali popote mnakotufuata. Ninayekukaribisha kwa matangazo yetu muda huu ni mimi Mwalelwa Mseke, ninayekuomba andamane nasi tangu sasa hadi mwisho. Hii ni Zejofa Media. Kwa mara ya kwanza kabisa tangu achukue nyadhifa za hatamu ya uongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Jumanne ya tarehe Septemba 26, kaimu gavana askari wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Meja Jenerali Peter Kuba Chirimwami aliitisha kikao kisicho cha kawaida cha usalama kwenye chumba cha mikutano cha ofisi ya gavana. Nafasi alikutana na wanamemba wa kamati ya baraza la usalama mkoani Kivu Kaskazini. Kisa na mkasa kujuana pamoja na kubadilishiana mawazo. Mwenyekiti wa kikao hicho alikuwa mwenyewe kaimu gavana mpya askari wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Meja Jenerali Peter Kuba Chirimwami. Aliyesoma kumbukumbu ya kikao akiwa ni msemaji wa gavana Luteni Kanali Njike Kaiko Guillaume. Kwenye kikao hicho, miongoni mwa nukta zilizoongelewa, kwanza kabisa kiongozi wa mkoa kwa muda aliwazungumzia wageni wake kuhusu mazumuni ya kuteuliwa kwake na mkuu wa majeshi yote nchini pamoja na naibu waziri mkuu wa ulinzi kuwa gavana wa mkoa, na pia majukumu aliyopewa na rais wa nchi ambayo ni kuendesha operesheni za kivita mkoani Kivu Kaskazini kwa ajili ya kurejesha amani maeneo yote ya mkoa ili kueneza utawala wa serikali sehemu zote. Katika hayo, ili amuriwa kutekeleza mpango wa ushitishwaji vita kama ilivyo uamuzi wa mamlaka, lakini wakiwa waangalifu na tahadhari za utayari wa kile kinachoweza kutokea kwa muda wote ule kutokana na kupurutuka kwa adui. Pamoja na hayo, kuhusu swala la usalama mkoani kulizungumziwa hususan ukosefu wa usalama kwenye kijiji cha Kiziba ya kwanza na ya pili tarafani Nyiragongo, kata Bujovu na lile la Madiengo mjini Goma, ambazo ndizo ngome za Maimai, na hatimaye kutumwa kwa polisi kwenye kijiji cha Mushaki. Yaliyovutia wengi miongoni mwa raia wa mkoa ni nukta iliyoongelewa kuhusu uhusiano bora unaotakiwa kuimarishwa kati ya jeshi na wakaaji. Lazima jeshi lifanye kile wawezalo ili uhusiano uwe imara na kupelekea raia kuwa na imani tena na jeshi lao. Hayo yalisemwa kwa kuwekewa makazo kuhusiana na mkasa uliotokea mjini Goma tarehe Agosti 30 mwaka huu 2023, mkasa uliovuisha mate mengi na kugonga vichwa vya habari mahali hapo nchini na ulimwengu mzima kutokana na kuuliwa kwa wakaaji, wengi wao wakiwa ni waumini wa kanisa la Wazalendo. Jeshi lilitakiwa lifanye kile wanachoweza ili hali hiyo isiweze kutokea tena. Kuhusu ukosefu wa usalama, ilionekana pia kuna baadhi ya makundi ya wanaharakati wa kiraia wanayoshirikiana na baadhi ya makundi yanayoshikilia silaha kuzorotesha usalama wa watu katika maeneo hayo. Kuhusu hilo, amri ilitolewa kusudi wahusika wote wa vurugu sheria iwafanyie kazi kuwashughulikia. Ikiwa haitoshi, baraza la usalama jimboni imevumbua kuwa baada ya hotuba iliyotolewa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mbele ya baraza kuu ya Umoja wa Mataifa akipinga kwa udi na uvimba kuzungumza na M23 RDF, imeonekana kwamba waasi hao wameanza kurudilia tena maeneo ambayo yalikuwa tayari yameachwa. Cha ajabu, baraza la usalama la mkoa wa Kivu Kaskazini wamevumbua tena kuna raia wa Kinyarwanda wanaovuka mpaka na ambao wana kadi za kupigia kura inayojulikana kwa kimombo kama carte d'électeur. Hao wameshakiwa kuwa vyombo vya ujasusi vinavyotumiwa na serikali ya Rwanda kuingia Goma kwa ajili ya upelelezi kwa maslahi ya ngambo. Kuhusu hilo, imetolewa mwito kwa idara zote zenye taaluma za usalama, kila mmoja afanye kazi yake tangu kutangazwa kwa amri hii. Ombi ilitolewa pia kwa vikosi vya Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki kama vile wataalamu wa kikanda wanaochungulia mipaka kuingilia kati na kufuatilia kwa ukaribu hali hiyo ya M23 na washirika wao RDF kutokana na tabia yao ya ukiukwaji wa kusitisha vita kila mara. Na kwa mwisho,
Ikumbukwe hapa kuwa katika safari aliyoifanya kaimu gavana siku ya Ijumaa ya tarehe 22 Septemba huko Mushaki, raia walimuomba awatumie polisi wa taifa kwa ajili ya usalama wao mjini, swala ambalo lilimpelekea liwali kuamuru mkuu wa polisi jimboni kufanya kile yawezalo kuhakikisha kwamba polisi limewasili eneo hilo. Compte rendu de la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité tenue ce mardi 26 septembre 2023. Il s'est tenu ce mardi 26 septembre 2023 la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité et des prises de contact entre les membres du dit comité et les nouveaux gouverneurs militaires ad intérim de la province du Nord Kivu dans la salle de réunion du gouvernorat de province. La réunion a été présidée par le général-major Chirimwa Minkuba Peter, désigné gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir prise de contact et communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim. 2. Situation sécuritaire de la province avec 2 sous-points, à savoir A. Insécurité grandissante dans les villages Kiziba 1 et 2 en territoire de Nyiragongo. B. Le quartier Bujovu et Madjengo en ville de Goma, fief de Mai Mai. 3e point, le déploiement de la PNC à Mushaki et 4e point, le divers. Dans sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province ad intérim, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, a rappelé à l'audience que c'est sur instruction du commandant suprême que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'a désigné comme gouverneur ad intérim et commandant des opérations en province du Nord Kivu. À ce titre, l'autorité suprême lui a confié 2 missions, à savoir 1. Le commandement des opérations pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a appelé les forces de défense et de sécurité à observer le cessez-le-feu tel que voulu par la hiérarchie, tout en restant prête et vigilante au regard des agitations actuelles de l'ennemi. 2. Reconquérir la confiance de la population. À ce point, il a exhorté tous les services concernés à travailler avec ardeur sur le désarmement des cœurs afin de réconcilier l'armée et sa population après les incidents du 30 août 2023. En ce qui concerne le 2e point, après débat, il ressort que certains compatriotes faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés seraient à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. À cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. En outre, il a instruit la justice à mettre sous mandat tous ces fauteurs de troubles et leurs commanditaires. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise,
à la tribune des Nations Unies faisant état du refus des dialogues avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilants pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC-RF et le mécanisme conjoint de vérification élargi soient informés de cette violation à répétition du cessez-le-feu. En ce qui concerne le dernier point, le comité provincial de sécurité a rappelé que lors de la récente descente de son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, dans la cité de Mushaki, en territoire de Massissi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps meurtrie par la souffrance lui imposée par le M23-RDF, avait émis le vœu de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Au regard de cette demande pertinente, l'autorité provinciale a instruit le commissaire provincial de la PNC de prendre toutes les dispositions pour que ce redéploiement soit effectif. Habari zilizotufikia kwa sasa zatueleza kuwa usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano hii ya tarehe Septemba 27, licha ya kuwa tuliingia studioni kabla ya kupata duru rasmi za kijeshi, uvumi tulionao ni kwamba jeshi la taifa FARDC limeteka eneo la Kanyamaoro wilayani Nyiragongo, eneo linalojulikana kwa jina maarufu kama kwa Kanali Mosala, ni ndani ya kongamano la Buhumba. Mengi zaidi ni mwana taarifa zetu za usoni. Mtazamaji wetu, huo ndio utakuwa mwisho wa yale tuliyokuandalia kwa sasa. Zejofa Media ipo kwa ajili yako. Basi ili usipitwe na habari nyipya, bonyeza kengele, subscribe, like na kushare kwa wengine. Nafasi ya comment ipo pia, waweza kuacha neno. Mlikuwa nami Mwalelwa Msekedide, ninayekuaga nikisema hadi tutakapokutana tena kwa mara nyingine. Kwaherini.